Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kulikuwa na kero kubwa sana ya wafanyabiashara kulipa advance ili kupata clearance ya kodi. Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo wafanyabiashara, wananchi wapewe fursa ya kufanya biashara bila kulipa kodi kwa mwaka mzima. Huyo ndio rais anayejua maslahi ya wananchi wake. Kodi ya bidhaa ya pikipiki, Mheshimiwa Rais anatambua pikipiki sasa ni chombo muhimu kwa maslahi ya Watanzania. Ameondoa ya kodi, ameridhia kusaidia Watanzania kufanya shughuli zao na hasa vijijini. Serikali ilikuwa inakusudia kuondoa utaratibu wa uahirisho wa kodi ya VAT pale ambapo mwekezaji au mfanyabiashara anaingiza bidhaa za mtaji nchini. Endapo utaratibu huu ungeondolewa, uagizaji wa bidhaa hizo ambazo ni mitambo na mashine mbalimbali ungekuwa ni gharama. Serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imekubali kuendeleza msamaha huo. Ado, umesikia hiyo? Maana hii ukuigusa hii ukuiona hii, kaiona rais mwenyewe ndo kaiona hii. Kulinda viwanda vya ndani. Musado umeweka tozo ya maendeleo ya viwanda vya bidhaa mbalimbali zinazozalishwa nchini kwa lengo la kuhakikisha bidhaa hizo haziingii kwa bei rahisi na isiwe na kushindana kuua viwanda vya ndani. Kwa hiyo serikali imeona na lengo ni kulinda maslahi ya wafanyakazi na viwanda vya ndani. Huyo ndo Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Kupunguza kiwango cha ushuru wa bidhaa. Haya nasema sababu kwenye magazeti hamwandiki. Sasa nataka leo nikoti mimi. Serikali imependekeza kufanya maboresho katika sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147 kifungu cha 126 na kuongeza ushuru wa bidhaa kutoka asilimia 15 hadi 20. Serikali imekubaliana na bunge la wananchi hili kupunguza mpaka 18. Alafu mnasema huko nje bunge la chama kimoja halijali maslahi ya watu. Sasa hii nini? Haya ndio maslahi ya watu. Ado, huo sio mkao wa kibungo. Kaa vizuri, kaa komaa, kaa namna hivyo. Na kaka unalia. Kuanzisha kodi ya mapato kwa 1% kwenye mauzo ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Katika sheria ya kodi ya mapato sura 332, serikali ilikusudia kuweka kodi ya 1% kwenye mauzo ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hata hivyo, bunge ilishauri serikali kuondoa pendekezo hilo kwa sababu ilikwisha anzishwa mwaka 2021 na tukalazimika kuiondoa baada ya mwaka mmoja changamoto za utekelezaji wake. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo, takriban 54% ya wananchi wanajihusisha shughuli za kiuchumi katika sekta hii. Serikali sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekubali kuiondoa. Hadi hivi sasa kuna takriban mikataba 16 ya uchimbaji madini kati ya miradi hiyo 9 ina jumla thamani ya uwekezaji shilingi trilioni 9.9 iliyowekwa kutekelezwa. Miradi hiyo ilikwama kutokana na vivutio vilivyotolewa kwenye mikataba ya msingi kutokutambulikwa na sheria ya kodi. Marekebisho yanayopendekezwa yanaenda kufungua fursa ya uwekezaji huo ili kukuza uchumi na kutoa ajira kwa Watanzania. Itatambulika kwamba katika miradi hiyo yote serikali ina ubia wa 16%, free shares 16 au zaidi. Ushauri wa bunge ni misamaha itolewe wakati wa ujenzi wa mradi tu.
na mradi tupoanza uzalishaji uanze kulipa kodi. Lengo la mapendekezo ya Bunge ni kuhakikisha haturudi tulipotoka, ambapo kuna makampuni yameacha mashimo ya dhahabu na kuna kodi inayolipwa au serikali kupata. Hiyo ndio serikali inatoza kodi kwa wawekezaji wanakuja nchini, na hii message muandike vizuri kwa gazeti kesho.